Karibu mtazamaji wa Jimbi TV, tuangazie habari kubwa katika taifa la Tanzania, ambapo kuna wimbi la wanasiasa na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kukihama chama hicho kikuu cha upinzani na kuhamia chama kingine cha upinzani, Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma. Mei 19, 2025, mwenyekiti wa Chauma Hashim Rungwe aliwapokea baadhi ya vigogo hao akiwemo Salim Mwalimu ambaye kwa sasa ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Chauma, Devota Minja makamu mwenyekiti bara na Benson Kigaila naibu katibu mkuu bara. Taarifa za vyombo vya habari vya ndani nchini Tanzania zinaeleza mamia ya wafuasi wengine wa Chadema wako njiani kuhamia Chauma. Bila shaka hizi ni taarifa za neema kwa chama hicho na taarifa mbaya kwa Chadema. Mwanasiasa wa ngazi ya juu anapohama chama kimoja kwenda kingine, kuna mambo mawili ya kuyatazama. Je, mafanikio yake ya kisiasa yatakibeba chama anachohamia au mafanikio ya chama hicho yatambeba yeye mwenyewe? Twende polepole tutaelewana. Katika kesi hii ya vigogo hawa wa zamani wa Chadema ambao wote watatu wamepata kuwa katika nafasi za juu za uongozi katika chama hicho, inaonekana kwa hakika mafanikio yao kisiasa ni makubwa kuliko mafanikio ya Chauma. Chukua mfano huu wakati hayati Maalim Seif Sharif Hamad aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF alipohamia chama cha ACT Wazalendo Machi 2019. Mafanikio ya Maalim katika siasa yalikuwa ni makubwa kuliko mafanikio ya ACT Wazalendo kwa wakati huo. Ukubwa wa jina lake, ushawishi na uzoefu vikareta neema kwa chama hicho, na ghafla kikamea kutoka kuwa na mbunge mmoja baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 hadi kuwa na wabunge 4 wa kuchaguliwa baada ya uchaguzi wa 2020. Wafuasi wa chama wakaongezeka na kujikuta sasa ni chama kikuu cha upinzani kwa upande wa Zanzibar. Pia ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa, kimetoa makamu wa kwanza wa rais Osman Masudi na kina mawaziri katika serikali ya Zanzibar. Turudi katika chama Chauma. Chama Chauma kilianzishwa mwaka 2013 na kiongozi wake wa muda mrefu Hashim Sponda Rungwe, na akagombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na 2020. Rungwe alipata kuwa mwanachama wa NCCR Mageuzi na kugombea urais kwa chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2010. Bila shaka si dhambi kusema Chauma hakina mafanikio makubwa katika siasa za Tanzania. Hakijawahi kutoa hata mbunge, na katika harakati za kugombea urais hakikuwahi kuwa tishio kwa chama tawala. Hakuna miujiza kama ya Yesu kwenye siasa, kufufua vilivyokufa kwa siku moja. Kwa hivyo, ikiwa walihamia Chauma, wana nguvu za kuvutia wafuasi na kukijenga chama hicho hata kwa muda mrefu. Bila shaka tunaweza kuiona Chauma ikiibuka na kuwa kama vile ACT Wazalendo. Kwa sasa hakuna haja ya kucheza kamali ya kisiasa kusema wana nguvu hizo au la. Muda utatoa majawabu. Katika historia ya siasa za upinzani Tanzania, vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa na ushawishi kisha vikapoteza ushawishi wao havirudi tena kileleni, kwa kuwa vikuu kwa rua nyingine. Chama kinachoporomoka hakiinuki tena. Kuongoza siasa za upinzani, unaweza kukitazama chama cha NCCR Mageuzi ambacho kilikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Miaka ya mwanzo baada ya kurudi mfumo wa vyama vingi, kilikuwa chama kikuu cha upinzani katika uchaguzi wa mwaka 1995, kikishika nafasi ya pili nyuma ya Chama cha Mapinduzi CCM kilichoporomoka hakikuinuka tena hadi sasa. Chama kingine ni CUF ambacho kilikuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania.
kikishika nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 na mwaka 2005 nyuma ya CCM, kilianza kuporomoka na Chadema kuwa kileleni baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Tangu wakati huo kafu haijafanikiwa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania bara. Na hata upande wa Zanzibar ambapo kwa miaka mingi ndicho chama kikuu cha upinzani, lakini badala ya mgogoro wa vigogo wawili, hayati Maalim Seif na mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba na Maalim kujiondoa chamani mwaka 2029, kafu ilipoteza ushawishi Zanzibar na ACT Wazalendo imeibuka kama mrisi wa siasa za upinzani visiwani humo. Kwa chama cha umma hakina historia ya kuwa chama kikuu cha upinzani upande wote wala katika nyakati zozote, yani hakijapanda wala kuporomoka, kipo hapo hapo kilipo. Hakijamezwa na kutemwa na wapiga kura kama NCCR Mageuzi na kafu. Hilo pengine linaweza kuwa ni faida kwao kwa kuzingatia ukweli kwamba Watanzania kutaka kitu kipya. Panapohusika siasa za upinzani hawataki kurudi kile ambacho tayari walishakiacha. Hata hivyo, ushindani utakuwa mkubwa kwa Chauma mbele ya chama tawala CCM. Vyama vya upinzani Chadema na ACT Wazalendo ambavyo vyote vina ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Kwa muktadha huo, timu mpya na kongwe ya Chauma ina mlima mrefu kuupanda mbele yao ikiwa hawataki kudidimia nacho. Hicho ni baadhi tu ya kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania kuhusiana na vuguvugu la kisiasa jinsi lilivyo. Wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kukihama chama hicho na kuhamia chama pinzani. Wachache tu baadhi yao ndio walohamia chama cha umma, lakini taarifa za hivi karibuni zilionyesha mwanaharakati naye akihamia katika chama cha ACT Wazalendo. Kuna mgawanyiko na mpasuko mkubwa. Je, huu ni mwisho wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema aura? Langu jina ni Wilson Johnny na hii ni Jimbi TV. Tulikuwa tunakupitisha katika kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania. Kama bado hujasubscribe, cha kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari kutoka kwetu. Ime Company Limited tumejidhatiti kwa usafi na bidhaa bora. Furahia huduma za kitaalamu za usafi wa majumbani, maofisini, sehemu za biashara, maeneo ya wazi na majengo baada ya ujenzi kumalizika. Bila kusahau huduma za kuondoa wadudu na viumbe hai hatari. Pia tunauza bidhaa bora za kufanyia usafi za aina mbalimbali. Bei nafuu kabisa. Ofisi zetu zipo Mwenge Bamaga jijini Dar es Salaam. Pia tunapatikana mitandao ya kijamii kama Instagram _Ime House of Cleaning, Facebook Ime Company na TikTok Ime.Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi pigie simu namba 0658931880 au 0769467507. Ime, usafi wa kweli kwa watu makini.